Hii ni filamu ambayo inamuhusu star wa muziki wa rap Eminem, ambaye ameigiza humu kama mhusika mkuu anakwenda kwa jina la Jimmy Smith Jayhala, yani maarufu kama B-Rabbit. Hapa kuna mambo machache makubwa ambayo yameifanya movie hii kuwa ya kipekee zaidi. Story inahusu maisha ya kijana wa kizungu B-Rabbit anaishi katika mazingira magumu na ya kiumasikini huko Detroit, kwenye barabara ya 8 Miles Road ambayo inatenganisha maeneo ya matajiri na maskini, kwa maana watu weusi. Rabbit ana kipaji kikubwa sana cha kurap, lakini anakabiliwa na changamoto za kujiamini, matatizo ya kifamilia. Mama yake ana maisha yasiyoeleweka sana na ubaguzi kwa sababu ya yeye ni mzungu kwenye muziki unaotawaliwa na watu weusi. Sasa moja ya vitu vilivyofanya hii movie kuwa maarufu na zile scenes za rap battle kule kwenye klabu ya The Shelter zilizokuwa zinaongozwa na mshikaji wake Future, aliingizwa na marehemu Mekhi FIFA. Scene ya mwisho ambayo Rabbit anamchakaza Papa Doc Anton Mark kwenye battle ni moja ya scene bora kabisa kwenye historia ya filamu za hip hop. Sasa kwenye hii filamu ilileta wimbo mkubwa sana wa Eminem uitwao Lose Yourself. Wimbo huu ulifanya vizuri sana duniani na uliingia kwenye historia kwa kushinda tuzo ya Oscar ya Best Original Song mwaka 2000. Kwenye filamu hii ya 8 Miles iliyotoka mwaka 2002, Eminem hakuamua tu kuigiza kama mradi wa kawaida wa Hollywood. Kulikuwa na sababu nzito sana zilizomfanya achukue uhusika wa Jimmy B-Rabbit au Smith Jayhala. Hizi hapa ndizo sababu kuu zilizomfanya Eminem aigize kwenye 8 Miles. Sasa hapa tunagundua kwamba filamu hii haikuwa wasifu kamili wa Eminem, lakini ilitokana kwa kiasi kikubwa na maisha yake halisi ya malezi na mapambano huko Detroit. Mazingira ya 8 Miles, barabara ya 8 Miles Road huko Detroit ndiyo inayotenganisha jamii ya watu weusi na maskini na ile ya watu weupe wenye unafuu. Eminem alilelewa upande wa watu masikini zaidi. Sasa mapambano ya rap battle kama ilivyo kwenye movie, Eminem alilazimika kupambana vikali kwenye rap battle za chini kwa chini ili akubalike kwenye jamii ya hip hop ambayo ilitawaliwa na rappers weusi. Wengi walimchukulia poa kwa sababu ya yeye alikuwa ni mweupe. Sasa mwanzoni mwa miaka 2000, Eminem alikuwa mmoja wa wasanii wenye utata mkubwa zaidi duniani kutokana na mashairi yake makali ya albamu ya The Slim Shady LP na The Marshall Mathers LP. Watu wengi walimuona kama mtu mkatili mwenye hasira na ubaguzi. Movie ilimpa nafasi ya kuonyesha ubinadamu wake na wapi hasa hasira na maumivu yake ya vilitoka, matatizo ya kifamilia, umaskini na pamoja na malezi magumu aliyoyapitia. Sasa Eminem alitaka kuonyesha ulimwengu jinsi utamaduni wa hip hop wa Detroit ulivyokuwa na ugumu wa vipaji vya hali ya juu. Alitaka kuwapa sauti wasanii wa underground na kuonyesha kwamba rap battle hazikuwa burudani tu, bali zilikuwa ni njia ya vipaji maskini kupaza sauti zao na kujitafuta kimaisha. Eminem hakuwa na uhakika kama anataka kuigiza, lakini mtayarishaji mahiri wa Hollywood Brian ni mwongozaji wa filamu pale Hollywood, alimtembelea na kumshawishi sana Eminem. Alimwambia hawakumtaka aende kusoma script ya uongo, bali walitaka kuunda filamu itakayobeba hisia na uhalisia wake kwenye filamu au maisha yake ya kiujumla. Baada ya kuona wana nia ya kuifanya filamu hiyo kuwa ya kweli na ya kiwango cha juu, basi waliweza kumshawishi Eminem na akaweza kukubali na kuweza kufanya filamu hiyo. Bana, ni bonge moja la movie 8 Miles. Kama hujaweza kuiona movie basi chukua tamu yako, ingia pale kwenye Netflix, ingia kwenye Uploads, ingia kwenye Pluto, utaweza kuiona movie ya 8 Miles. Bwana, hii ni Charles the Storyteller, mnyama mkali. Naitwa Charles the best presenter in town, ambaye ndio nakuletea hizi ambazo nazisoma au
na kusogezea siku hii ya leo. Bwana, shout out sana kwa wale wote ambao wana comment, wana cheki, wanafuatilia. Bwana, shout ni nyingi sana. Nyinyi ndio watu wangu wa nguvu, na nyinyi ndio maniggers, nyinyi ndio real niggers.